Makofi mazuri tunapompokea mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie mchungaji makofi mazuri. Ninashukuru asubuhi ama adhuhuri ya leo kwa sababu ya hiyo nafasi ambayo mchungaji amenipa, pia pamoja na mama yetu. Mungu wa amani awabariki sana kwa sababu ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi ningependa kukaribisha wote pia ambao wanatutazama katika mitandao, niwaambie ya kwamba karibuni sana katika ibada zetu za siku ya leo tunapoendelea katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Samson Bugwa, ama balozi wa Mungu hapa duniani. Nimeokoka. Siku njema ya leo Mungu ni muweza katika kila jambo. Kwa hivyo tutaingia katika mahubiri ya siku ya leo. Mungu wa amani najua atatuwezesha na tutaendelea kwa muda ambao umebaki katika jina la Yesu Kristo. Niko na vijana wawili na mke, na najua ya kwamba Mungu wa amani atawabariki pamoja katika jina la Yesu Kristo. Hivyo basi katika mafunzo ya siku ya leo niko na ujumbe ambao unasema ya kwamba fimbo ya Jehova iko juu yetu, ama fimbo ya Jehova iko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba wakati ambapo unasafiri, wakati ambapo unafanya kazi yako, kunaye Mungu aliye juu anakushughulikia. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba kuna jambo ambalo linatendeka ambalo wewe huwezi liona, bali Mungu aliye juu ndiye anayejua ambavyo anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nikakuja na ujumbe, ama Mungu akanipa ujumbe ya kwamba mkono wa Bwana ama fimbo ya Jehova iko juu yako. Wewe ambaye siku ya leo unaendelea katika shughuli zako, kunaye Mungu anakushughulikia katika njia ambayo huwezi ielewa unless uione kwa ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi ningependa tuingie katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka ndio Exodus 17. Kutoka 17. Naomba tu nipadishie tu kidogo tuanze kuhubiri. Nasema nini? Nasema ya kwamba katika kitabu cha Kutoka tunajua habari ya Musa na wana wa Israeli. Na ili tukaweze kushika, wacha tusome na ili tukashike kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Tumesema ni kitabu cha Kutoka 17 mstari wa 8. Lakini tunaweza anza moja kwa sababu nitasoma kwa haraka na ili tuendelee kwa pamoja. Kama umepata sema amen. Sema ya kwamba kwa hiyo hao watu wakateta na Musa wakasema, tupe maji tunywe. Musa akawaambia, kwa nini kuteta na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Mstari wa 3. Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnungunikia Musa wakisema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akasema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo uitwae mkononi mwako ukaende. Mstari wa 6. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile njambali katika Holembu, nawe utalipiga jabari na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya heri huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke ukapigane na Waamaleki. Kisha nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa ya Musa ilikuwa mzito. Basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia.
Haroni na Huri wakaitegemeza mkono yake, mmoja upande huu na mwingine upande huu. Mikono yake ikadhibitika hata jua lilipokucha. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. 14 inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe kumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi, akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari ya Musa wakati ambapo walikuwa wanatoka katika Misri wakielekea. Na Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Musa aliweza kuwaongoza wana wa Israeli, kukawa na mateto, ama ule umati ukaanza kumnungunikia Musa, ukamwambia, kwa nini umetuleta katika hii safari ambapo kule Misri tulikuwa tunakula, tulikuwa tunaishi na maisha yetu yalikuwa yanaendelea. Hata kama tulikuwa watumwa wa katika ule Misri wa Farao, kwa nini umetulete katika hii safari yote na ukatuue sisi pamoja na watoto na wanyama wetu? Basi Musa akamuuliza Mungu, hawa watu wako karibu kunipiga kwa mawe. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanamfanya hivi, enda mbele yao na ukachague wazee, na ili nikaweze kukuonyesha ama kufanya miujiza. Kumbuka ya kwamba Musa alikuwa na fimbo, na hii fimbo ndio Mungu alikuwa anaitumia kupitia Musa, na ili ikaweze kutenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo Musa aliweza kuondoka na wale wazee, akaenda katika sehemu ya kando, na hapo ndipo aliweza kusababisha, Mungu akamwezesha, na ili kukaweze kutoka kisima mahali pale. Na hapo ndipo mstari wa 8 inasema ya kwamba wakati huo huo Waamaleki wakatokea. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo Waamaleki walitokea, kukawa na vita mahali pale. Hivyo kujua ya kwamba Mungu alikuwa anamnenea Musa, na Musa ndiye alikuwa anawaongoza. Hivyo basi Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie wazee ama tuchagulie watu ambao mtaweza kwenda kupigana na Waamaleki. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo Musa alimwamuru Yoshua kuchagua wale ambao ni watu wajasiri ambao wangeweza kupigana na Waamaleki, Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo walichaguliwa, kwa sababu Joshua aliwachagua watu ambao wataweza kupigana na Waamaleki, hivyo basi vita ikawa mahali pale. Na tunaona ya kwamba Musa wakati ambapo alikuwa anainua mikono yake, wakati ambapo akiinua mikono yake, Waisraeli walikuwa wana shida. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo vita ilikuwa inaendelea, Biblia inasema ya kwamba mikono ya Musa ikawa imechoka. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui kama tutashika. Nataka tu Musa moja. Kuja tu Justus, kuja tu. Nataka tushike jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi maishani mwako. Huyu ni Musa ako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka Haroni, kuja Haroni. Huyu ni Haroni. Na nataka Huri, ako wapi? Ako wapi Huri? Ako wapi Huri? Kuja tu man of God. Nataka tushike jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi katika maisha yetu ambayo sisi wenyewe hatuwezi iona, ili hali Mungu anatenda kazi kwa njia ambayo inafaa. Kuja tu hapa. Tumesema ya kwamba huyu ndiye Musa. Kuja hapa. Musa kaa katikati. Huyu ndiye Musa. Tuko sawa sawa? Huyu ndiye Huri, huyu ndiye Haroni. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone vile ambavyo kazi ilikuwa inatendeka. Ningependa tu watu wawili wakuje, kuja tu Deno. Watu wawili wakuje tu. Nani mwingine? Nataka tu kijana moja tu ambao kuja man of God. Naomba tu nikutumie. Kuja hapa tu. Huyu ni Amaleki. Tuko sawa?
naye huyu ni Israeli. Tuko sawa? Sasa nataka uone kwa picha ambao huu ni umati wa Amaleki, nao huu ni umati wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Basi nataka nyinyi mshikane tu ni kama mnapigana, lakini si kupigana, ni kukaa kama mnafanya sarakati zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba tuko na Musa hapa, wakati ambapo sasa wewe tumesema ni Amaleki ambao wanapigana na Israeli. Huyu ni Muisraeli ambaye anaongozwa, nguvu zake zinatoka katika Musa, kwa sababu Mungu aliwaelezea jinsi ambavyo watafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo Musa simama tu kama mtu mjasiri ambao anashindania watu katika ulimwengu. Musa akiinua mikono yake, nataka uone Musa akiinua mikono wake, huyu naye alikuwa anacheza. Wewe ni Muisraeli, uwe unaangamisha huyu, unamuinamisha hivyo. Unaona Musa ameinua mikono yake, lakini wakati Musa alikuwa anainua mikono yake, naye Muamaleki naye anaanza kupiga Muisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna kazi ambayo ilikuwa inatendeka mahali pale, na Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Musa alipata kuchoka, wakamchukua pada kidogo, wakamchukua Musa. Hawa ni Haroni na Huri ambao walikuwa wako pamoja na yeye. Kwa hivyo Musa akaketi mahali pale. Kumbuka ya kwamba Mungu alikuwa anamuongoza. Basi vita ilikuwa inaendelea hapa. Wakati ambapo walikuwa wanapigana, Musa akainua mikono yake, Waamaleki wakakuwa wameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Waamaleki wako chini, nao Waisraeli ndio wameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba ikafika mahali mikono ya Musa ikawa imechoka. Na wakati ilichoka, hawa nao kuna Huri na tumesema kuna Haroni, wakakaa hapo, wakamshikilia mikono yake. Inua mikono vizuri kama mjasiri. Wakamshikilia vizuri. Hivyo ni kumaanisha kwamba hapa ambapo kunaendelea na vita, hawa ni Waamaleki ambao wamepigwa na wana wa Israeli. Tuko pamoja? Na hivyo basi akina Huri na Haroni wakamshikilia paka vita ikaendelea. Hivyo basi tunaona kuna vita inaendelea baina ya Waamaleki na Waisraeli. Kwa hivyo Waisraeli wameshinda kwa sababu wameshikiliwa mikono na Haroni na Huri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nataka tusome hapa. Wakati ambapo mchungaji wetu ameinua mikono, kuna wakati mwingine huwa anachoka, na kuna wakati mwingine huwa anaenda hata mlimani. Lakini sisi kama watu wa the honest, sisi kama watu ambao tuko nyuma yake, badala tumshikilia mikono na ili vita ambazo mumeona na vita ambazo zinaendelea katika ulimwengu huu tushinde, tunamwekesha chini. Nataka kukuambia siku ya leo ya kwamba tujue ya kwamba kutoka siku ya leo, wakati mchungaji wetu atainua mikono, kwa sababu tumeambiwa Musa alisikia. Biblia imesema ya kwamba wakati tumesoma, mikono yake ilikuwa mizito. Kukuwa mizito ni kumaanisha kwamba alichoka kwa sababu ameinua mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tukawa na mtumishi wa Mungu Huri hapa, na tukawa na mtumishi wa Mungu Haroni hapa. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba hawa ndio walikuwa wanamsaidia na ili akaweze kushindana vita mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ya kwamba Yoshua ndiye alikuwa katika ile timu ya vita na wale wazee. Kwa hivyo tunaona ya kwamba tusiposhikilia mchungaji wetu na ili hii vita tukaweze kuipiga kwa wote, kuna ushindi hautapatikana mahali hapa. Lakini tukishikilia mchungaji wetu, tumshike mikono wakati ambapo anaitisha moto kutoka juu, nasi kama Haroni na Huri tumuinue mikono, ushindi utapatikana katika jina la Yesu Kristo. Kuna vita ambayo ilitokea, Waamaleki na Waisraeli wakapigana. Tazama, Joshua ndiye alikuwa kiongozi wa vita. Basi Joshua alikuwa anatumia sauti ya Musa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba wakati ambapo mtumishi wa Mungu mikono yake imechoka, wakati ambapo mtumishi wa Mungu kazi yake imekaa kana kwamba haisongi, sisi kama Haroni na Huri kazi yetu ni kumuinua mikono. Pate mtu mmoja aseme amen. Kwa hivyo kutoka siku ya leo ningeomba tukue Haroni na Huri wa the honest, na hili Musa wetu akiinua mikono maisha yetu yanabadilika. Musa wetu akiinua mikono kazi zetu zinanawili. Nikaona kwamba kuna kitu ambacho inaendelea mahali hapa. Sijui kama wewe unakiona. Kuna kitu moja tunaitanga teamwork. Wakati ambapo mko teamwork kwa kila kikosi, kuna ushindi unapatikana.
Ninanena ushindi katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba tuwe timu kwa kanisa la Mungu siku ya leo, ya kwamba tuwe Haroni na Holi wa siku ya leo. Tusiwe tu tunaachilia mchungaji wetu akichoka mikono hadi sisi maisha yetu hayasongi. Sisi kama Waisraeli tunarudi chini, kwa sababu wakati ambapo tumekosa kushikilia mchungaji wetu, Waamaleki na ndio shetani wanatupiga vita katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ketini chini kwa uwepo wa Mungu. Tuwapigie makofi kwa ajili ya hayo. Basi nataka ujue ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho kuna nguvu ambazo zinatumika, na ambazo kama huwezi soma maandiko na uyatafakari jinsi ambavyo hiyo picha ilikuwa. Nilikuwa nikisoma hii picha, naona ya kwamba wakati ambapo Musa alikuwa anainua mikono, Biblia inasema ya kwamba Waisraeli walikuwa wanashinda. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba wakati ambapo mtumishi wa Mungu amenena ushindi juu ya maisha yetu, nasi kama watumishi wengine na wale ambao tuko nyuma yake, tukimsupport na kumuinua mikono, maisha yetu yatabadilika katika jina la Yesu Kristo. Nasema maisha yako yatabadilika katika jina la Yesu Kristo. Kuna nguvu katika umoja. Tusipomwachilia, tukimwangalia tu ataangamia na sisi tutaangamia. Na tumeambiwa ya kwamba wakati ambapo mikono ya Musa ilikaa, kama Biblia inasema ya kwamba ikawa mizito. Ikuwa mzito ni kuchoka. Ukiambiwa uinue mkono hivi dakika 15, mikono yako itakuwa mzito. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba wakati ambapo mikono ya Musa, kumbuka ya kwamba Musa alikuwa ananenewa na Mungu, lakini mikono yake ilikuwa mizito, alichoka. Kama vile mtumishi wa Mungu, wakati mwingine tunaweza ona kana kwamba ako sawa, lakini kuna nguvu zingine ambazo zinahitaji Haroni na Huri wa the honest, na ili Mungu akaweze kumtendea, na ili maisha yetu yakaweze kubadilika. Ni ombi langu na dua ya kwamba tutakapoendelea katika kumfanyia Mungu kazi, wacha tujue ya kwamba wakati ambapo tuko na mchungaji, tumshikilie kama Haroni na Huri, kwa sababu niliona kulikuwa na teamwork. Ndio Joshua ndio alikuwa kiongozi wa vita. Joshua ndio alichagua wale wazee wale ambao ni barubaru, na baada ya hayo aliweza kutumia nguvu za Musa, kwa sababu wakati ambapo Musa ameinua mkono, kuna ushindi ulikuwa unapatikana. Ni ombi langu ya kwamba maisha yetu yatabadilika tukishika mchungaji wetu mikono, na ili njia ambayo tunazopitia zikaweze kuwa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi langu asubuhi njema ya leo ya kwamba tunapoendelea katika kufanya kazi maishani mwetu, tuwe tunajua ya kwamba hata watumishi nguvu zao huwa zinaisha, nguvu zao huwa zinarudi chini. Sio tu kumpa mashida, sio tu kusema naye, lakini jua ya kwamba kuna nguvu unahitajika umsupport, na ili akaweze kuinua mkono wake, na ili maisha yetu yakawe sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, kwa sababu nimesema ya kwamba kuna kitu ambacho nimesoma pale, ambao ni point ya kwamba ni vizuri tufanye kazi ya utumishi kama teamwork, ama watu ambao wako na umoja. Ya kwamba kuna mahali utapata nimelemewa, kuna mahali utapata nahitaji msaada wako, na usiponisaidia huo msaada, kuna nguvu zitapungua katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingi ambapo tunafanyanga kazi, wakati mwingine wale ambao wako katika sekta ama nafasi za uongozi, kuna mambo mengi ambayo inahitaji umoja, inahitaji communication. Na nikaona ya kwamba tusipokuwa na umoja katika kumtafuta huyu Yesu, Waamaleki watatupiga vita. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maadui wamepangiwa ama wametupangia, ambapo nguvu zako zinahitajika na ili tukaweze kushinda ile vita. Bwana Yesu asifiwe. Gari ambao inasafiri saa hii, ama gari ambao umebebwa, wale ambao wametumia gari siku ya leo, gari sio steering, gari sio mguu, gari ni engine. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umekalia gari hivi, kwa wale ambao wanajua mambo ya gari, kuna kitu inaitwa piston. Na wakati ambapo gari imeguruma hivi, uko ndani kuna motion inakuanga imeenda kwa speed nyingine mbaya sana. Wakati ambapo umegurumisha gari hivi, kuna mambo inatendekanga kule ndani ya engine ambayo huwezi iona unless ukuwe wewe ni makanika ujue, unless upate ikifungwa ujue. Lakini kuna watu ambao wanaona kana kwamba gari tu ni kushika tu brake na kwenda. Hapana. Nataka kumaanisha nini? Wakati ambapo unafanya kazi, wakati ambapo unasafiri katika maisha yako, Mungu kuna kazi anafanya ambao huwezi elezea. Mungu kuna mambo ambao anakutendea.
kuna vita ambao anapigana juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nipate mtu mmoja apigie Yesu makofi kwa ajili ya hayo. Na wakati mwingi, wakati ambapo tunafanya kazi, wakati tumepitia katika shinda, tunaona kana kwamba Mungu ametusahau. Bado Mungu hajatusahau. Ni kumaanisha ya kwamba ni kwa muda tu kidogo ambapo nguvu zangu na za mwingine zinahitajika, na ili ukaweze kuendelea katika njia inayofaa. Ni nguvu tu kidogo inakosa, na ili ukaweze kunawili jinsi ambavyo ungependa. Ni nguvu tu kidogo inakosa, na ili maisha yako yakaweza kubadilika. Huenda ikawa ni nguvu za barozi, huenda ikawa ni nguvu za mchungaji, lakini bado unahitaji mtu ambaye atakushikilia mikono, na ili ukaweze kuinua, na ili ukaweze kushinda katika majaribu yako, ukaweze kumshinda shetani. Kwa sababu tunaona hii vita haikuwa ya mtu mmoja. Hii vita sio Joshua tu alishinda, bali walishinda wote wana wa Israeli, wakiongozwa na mtumishi wao Musa. Ni ombi langu na dua ya kwamba tunapoendelea katika kumfanyia Mungu kazi, wacha tujue ya kwamba wakati ambapo nimepungukiwa na nguvu, wakati ambapo umepungukiwa na maombi, unahitaji mtu tu akuinulie mikono. Unahitaji tu mtu tu akusupport, na ili ukaweze kuendelea katika njia inayofaa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wahibrania ama Hebrews 13 mstari wa 6. Inasema hivi: So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not fear or afraid. What can a man do to me? Bwana Yesu asifiwe. Yani useme na ujasiri ya kwamba nitasema Mungu ndiye msaidizi wangu, na sitaogopa mwanamume ama mtu yoyote, kwa sababu Mungu ameniongoza. Wakati ambapo Mungu ameshikilia mtumishi wake hapa, ni vizuri ufahamu ya kwamba kuna nguvu zinafanya kazi hata wakati ambapo hauko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati ambapo hatuko kwa maombi ya pamoja, kuna ushindi unapatikana katika hali ya kibingu, ya kwamba kuna nguvu ama kuna vita inapiganwa mahali pale. Na wakati ambapo Waamaleki wamepigwa, wameshindwa, hivyo basi maisha yako yanabadilika. Waamaleki ni hilo jambo unaona kana kwamba haliwezi. Waamaleki sio tu mtu anapigana. Waamaleki inamaanisha ya kwamba ni mtu ambaye ako katika hali fulani. Ni hiyo ugonjwa unaona kana kwamba haiwezi. Wakati ambapo mtumishi wa Mungu ameinua mikono, na wakati ambapo Haroni na Huri wamewashikilia, hiyo ugonjwa yako inapona, kwa sababu mtumishi wa Mungu amenena utapona. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo umekosa kazi, wakati ambapo watumishi wa Mungu wameinua mikono, ni kumaanisha ya kwamba katika hali ya anga kuna kitu kitaenda kutokea ambacho kitafanya maisha yako yakabadilike katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba siku ya leo, katika hilo jambo unalopitia, unahitaji tu Musa akuinulie mikono na wengine wamsupport, na ili hilo jambo likaweze kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anaweza tumia jambo lolote la kufanya wewe ukaweze kuendelea katika hali ya kitofauti. Wengine wakilia shinda, wengine wakilia majaribu, wengine wakilia kufutwa kazi, wengine wakilia kushikishwa msahara. Mungu wa amani kuna kitu anatenda ambacho huwezi amini unless uwekewe na uonyeshwe tu. Yani upewe mfano paka uelewe vile ambavyo Mungu anafanya kazi. Nimekuja kukutia moyo nikuambie ya kwamba Mungu anafanya kazi kwa hali ambao watu wa binadamu ama ubinadamu ama maisha yetu hatuwezi elewa. Lakini wale ambao wako katika kiroho, wale ambao wanasoma Biblia, hao ndio tu watajua vile ambavyo Mungu anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna ushindi ambao unapatikana katika kukaa ndani yake. Kuna nguvu ambazo huwa zinapatikana wakati ambapo umeamini ya kwamba mtumishi wa Mungu anaweza niombea na nikaweza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba nguvu ambazo tuko nazo, ama wakati ambapo unaendelea, kuna fimbo ya Mungu inakuongoza. Kwa wale ambao tunaonanga hizi Afro cinema, kuna kitu ambacho tunaonanga saa nyingine unaweza pata mtu ambaye ako na Mungu wanafanyanga hivyo. Unapata ya kwamba kuna mwangaza inamuongoza.
Mahali popote anaenda kuna nguvu ama kuna mwangaza, kuna kitu ambacho huwa wanafanya na ili huyo mtu akaongozwe na Roho Mtakatifu. Nataka kusema nini? Hata sisi wale ambao tumeokoka, kuna nguvu huwa zinatuongoza ambazo wewe huwezi ziona, ambazo huwezi kosa kujua, kwa sababu wewe umeongozwa na Mungu. Kuna ushindi ambao unakuongoza. Unapata ya kwamba umechelewa kazini, na mahali ambapo huo unapita unasikia kwamba kuna mtu alipigwa ngeta. Mahali ambapo ulikuwa unapitia unasikia kuna watu walipigiwa risasi hapo. Ni kumaanisha kwamba kuna Waisraeli ama kuna Musa ambaye ameinua mkono na ili nguvu zake ama nguvu zako zikaweze kuongozwa, maisha yako yakaweze kuongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba tunapofanya kazi katika huduma hii, tujue ya kwamba sisi ndio Haruni na Huri wa hapa. Wakati ambapo mchungaji anatupa neno, wakati ambapo mchungaji anatamka neno, tuwe tunajua ya kwamba ni jukumu letu kumsupport kama kanisa. Na maanisha nini? Nguvu zake zinaweza didimia, lakini kwa niaba ya Haruni na Huri, Waisraeli walishinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba tunapofanyia Mungu kazi, tujue ya kwamba Mungu anafanya mambo na ili maisha yetu yakaweze kuwa sawa sawa. Asubuhi uliamka ndio, lakini hujui ila mambo ilifanyika na ili ukaweze kuamka. Huenda ikawa kuna Waamereki walikuwa wanataka kukupiga, lakini kwa sababu kunaye Mungu, kunaye nguvu zilikuwa zinaonekana mahali pale, ukajipata uko hapa. Kwa hivyo siku ya leo nataka tujue ya kwamba katika kumfanyia Mungu kazi, katika vile ambavyo unafanya, popote uendapo, ujue ya kwamba kuna kitu inafanyika na ili ukaweze kuwa jinsi ambavyo ulivyo. Kama vile nimepeana mfano ya kwamba gari wakati ambapo inasafiri ama imegurumishwa, kuna mambo mingi inatendeka huko ndani, lakini kwa yule ambaye amebebwa, yeye anaona tu ni steering imeshikwa. Nataka kukuambia siku ya leo ya kwamba maisha yetu kuna vile Mungu anaziongoza. Njia zetu kuna vile Mungu anaziongoza. Ndio inaweza kuwa kuna mambo hajakutendea. Inaweza kuwa kuna shinda unapitia. Lakini katika hilo shinda, jua bado kuna kitu inaendelea pale. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu zinapigana pale. Kuna ushindi wa Mungu unaonekana pale. Lakini kwa wengi ambao hatuelewi, tunaona kana kwamba Mungu ametuachilia. Tunaona kana kwamba Mungu ametusahau. Lakini nimekuja kukuonyesha ya kwamba kuna mambo ambayo inatendeka. Wana wa Israeli huenda ikawa hawakuona ile vita. Walikuwa tu wamekaa mahali kwa camp. Lakini katika nafasi ile nyingine, kuna watu walikuwa wanapigana juu ya maisha yao. Wao walikuwa wamekaa vizuri pale, lakini kuna mambo ilikuwa inaendelea. Hivyo hata siku ya leo katika maisha yetu, katika familia yetu, kuna mambo inaendelea na ili tukaweze kukaa jinsi ambavyo tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nataka kusema nini siku ya leo? Nataka kusema ya kwamba wakati ambapo fimbo ya Mungu iko juu yako, wewe hautashindwa bali utashinda. Wakati ambapo fimbo ya Mungu imekuongoza, ndio kuna mambo utapitia huko, lakini bado haitafanya ukaweze kuwa kile ambacho Mungu amekufanya ukue. Kuna mambo ambao umengojea Mungu akutendee na unaona kana kwamba ni kama kwamba haiendi, ni kana kwamba Mungu amekusahau. Lakini nataka uone ya kwamba vile ambavyo watumishi wa Mungu walikuwa hapa na vile ambavyo kulikuwa kunaendelea vita pale. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba situkae kwa huyu Mungu na tufanye kazi kama teamwork, na tujue ya kwamba fimbo ya Mungu iko juu yetu. Fimbo ya Mungu iko na ushindi. Ndio wakati mwingine Waamereki walikuwa wana shida Waisraeli, lakini kwa niaba ya Haruni na Huri, Waisraeli wakashinda katika jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi mazuri kwa ajili ya hayo. Kwa hivyo tumeona ya kwamba sisi ndio Haruni na Huri wa siku ya leo. Na wakati mwingi tusipojua hivyo, tutakaa kana kwamba hatuendi. Tutakaa kana kwamba hatujielewi. Bwana Yesu asifiwe. Tusiachilie tu mchungaji katika shinda, katika kila jambo, katika kimaombi, katika kwenda kutafuta huyu Mungu. Wacha tuende kwa pamoja, kwa sababu hii vita inagharimu sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Nikasoma ama nikapata jambo lingine ya kwamba tegemeo letu tuweke kwa Mungu. Tegemeo letu tuweke kwa Mungu. Wakati nimesoma hii habari ya Musa, nikaona ya kwamba tegemeo la Musa ama tegemeo la wana wa Israeli
lilikuwa kwa Mungu. Ndio wana wa Israeli walikuwa wanamnungunikia Musa, lakini kwa Musa tegemeo lake ilikuwa kwa Mungu, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wakati walianza kumnungunikia Musa hata karibu wampige mawe, Musa alimrejea Mungu, akamuuliza, Bwana, mbona hao watu wako karibu mpaka kunipiga na mawe? Naye Musa akanenewa na Mungu. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba wakati ambapo unapitia katika changamoto, si umwelezee Mungu, si umwambie Mungu hili jambo litafika mpaka wapi, naye Mungu atakupa jawabu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa tuweke tegemeo letu kwa Mungu. Tunaposaidiana katika kufanya kazi, katika kuinua mikono ya Musa, tujue ya kwamba katika kila jambo Mungu ndiye tunayetegemea peke yake. Na nikaona pia ya kwamba kuna jambo lingine kwa wale wanaandika, inasema ya kwamba katika changamoto ama katika mambo ambazo tunapitia na masaibu ambazo tunapitia, sio kumaanisha ya kwamba juu sisi tunajua Mungu ama sisi ni wa Kristo haiwezi tupata. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunamfanyia Mungu kazi, wakati ambapo tunaendelea kuenda katika nyumba za Bwana, jua ya kwamba mambo ambayo yanapata mwanadamu si ya kukuja kummaliza, ama changamoto kwa yule ambaye amesimama kwa njia inayofaa, jua hata wewe kuna mambo yanaweza kupata. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba wale ambao wanajua Mungu, wale ambao wanamtafuta Mungu, si kumaanisha ya kwamba hawawezi patwa na changamoto, lakini ile kitu ambayo ni ya muhimu ni kujua ya kwamba kwa moto. Lakini kile kitu ambacho walikuwa wanajua ni ya kwamba hata akirushwa kwa moto hatachomeka. Kwa hivyo siku ya leo usiombe sana na usifasti sana ili majaribu yasikupate, lakini hata majaribu yakikukuja, jua ya kwamba nitaweza kutoka katika mahali pale. Shadrach na Meshach na Abednego walirushwa katika moto. Hawakuwa wanaogopa, kwa sababu walikuwa wanajua yule wanayetumikia ni Mungu anayeishi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba katika kumtafuta Mungu, katika kumfanyia Mungu kazi, tujue ya kwamba tutapatana na masaibu, tutaonewa, tutaongelelewa, tutakosa mambo zingine tunataka katika maisha, lakini si kumaanisha ya kwamba hilo jambo ambalo litakupata utakaa hapo, lakini utatoka, kwa sababu we ni mwana wa Mungu. Wengine wakilia shinda, wengine wakilia kuinuliwa, wengine wakilia kukataliwa katika familia zao. Wewe hata kama umekataliwa, utakuja kukubaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Watakuja kukukubali kwa maana wewe ni Mungu amekuongoza katika ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Nikimalizia, kwa sababu sitakaa sana, kuna mzee mmoja. Mzee alikuwa na kijana mmoja, na huyu kijana alikuwa alizingiziwa na mapolisi ya kwamba ameiba pesa mingi. Walisema ya kwamba huyu kijana aliiba 5,000,000. Na huyu mzee hakuwa na kijana mwingine isipokuwa ni yule. Basi mapolisi wakakuja katika nyumba ya yule mzee na wakamchukua, wakaenda naye na akapelekwa kotini. Na wakati alipelekwa kotini, akafungwa miaka 5. Na wakati alifungwa miaka 5, siku moja mzee, kukawa ni msimu wa mvua. Na kama vile unajua nyumbani ushago, kwa wale wanajua ushago, kuna msimu wa mvua, kwa hivyo kuna msimu wa kupanda. Mzee akamwandikia kijana yake akamwambia, kijana yangu, nakupenda sana, lakini imefika wakati wa kupanda. Na huu wakati wa kupanda ningeomba sana ungekuwa tungepanda. Na sasa kwa sababu ulifungwa, alikuwa ameenda miaka 3. Na sasa kwa sababu umefungwa na mimi nimezeeka, sijui tutapatana lini, lakini Mungu akipenda tutapatana. Na kama vile unajua wafungwa, wakati ambapo umeandika ujumbe, yule mkubwa wa gereza ama yule ambaye ni kiongozi wa gereza ni lazima asome ile barua, aipitie na ili akaweze kukupatia. Kwa hivyo mfungwa wa gereza alichukua, akaisoma, akaona hii iko sawa, akapatiana kule ndani. Yule mfungwa akasoma, akasema vile ambavyo mzee aliandika. Naye yule kijana
Nataka uone vile ambavyo Mungu akitumia ama anaweza tumia njia yoyote ya kufanya kile ambacho unahitaji kitendeke katika maisha yako. Yule kijana akaandika akamwambia, babangu, nimekupenda sana na ningekuwa. Lakini kwa sababu ya vile umesema ya kwamba kwa sababu ni msimu wa mvua, singeweza kulima ile shamba. Babangu, nitegee hadi nitoke jela, kwa maana ile shamba unasema utalima ama ile shamba unasema ulime ndipo nilipoficha zile milioni 5. Kwa hivyo naomba babangu usilime ile shamba kwa sababu pesa ziko pale na wakilima watazipata. Akapatia mkubwa wa gereza. Mkubwa wa gereza akaisoma, naye akaona hii iko sawa, tunaweza mpatia babake. Wakati babake alisoma, alienda nyumbani. Wakati alienda nyumbani, polisi wa gereza ama huyu ambaye alikuwa ni kiongozi wa wafungwa akajua, okay, kumbe pesa milioni zile 5 zimefichwa katika ile shamba. Hakumwambia yule kijana, bali aliamurisha. Sema kuamurisha. Aliamurisha wafungwa wengine bila huyu mmoja kujua vile ambavyo anaenda kufanya. Akaamurisha wafungwa 100 na mapolisi wa kulinda wafungwa 100. Hao ni watu 100 ngapi? Na wakawekwa kwa Land Cruiser na wakawekwa kwa magari zao, wakaenda mpaka kwa mzee. Na wakauliza mzee, shamba yako ni gani? Mzee akawaonyesha, imejaa makwekwe, imejaa. Yaani ni shamba ambayo inaonekana kweli hii inataka kazi. Na yule mkubwa akawaambia, nataka tufanye hivi. Nataka tupange line kila mmoja na achukue jembe mpaka mapolisi. Mapolisi wakakuwa ile side na wakakuwa hii side na hii side. Wafungwa wakaambiwa, azeni kulima. Na mulime vizuri kwa sababu zile pesa zinaweza kuwa zimefichwa kabisa chini. Wale wafungwa wakaanza kulima. Wale wafungwa wakaanza kuendelea kulima na jeshi imewafuata. Kila mtu akilima anaangalia. Kila mtu akilima anaangalia. Wakalima shamba yote wakamaliza. Lakini hakuna pesa hata ngo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule mzee wakati ambapo walilima hakuambiwa, hakujua. Akamwandikia barua. Akamwambia, kijana yangu, ninashukuru sana kwa msaada ulionipa, sasa naweza kapanda. Naye yule kijana wakati alipelekewa ujumbe akasema ya kwamba, natumai wamelima vizuri kwa sababu niliwaambia ama niliandika pesa nilikuwa nimeziweka chini. Kwa hivyo natumai msaada wangu umekusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba Mungu anaweza tumia jambo lolote lako ukaweze kunawili katika maisha yako. Hivyo ni kusema ya kwamba kama kuna shinda unapitia, kunaye Mungu wa mbinguni atatumia njia zake na ili ukaweze kunawili. Na maanisha ya kwamba kunaye Mungu atatumia njia zake na ili maisha yako yakaweze kubadilika. Kunaye Mungu atatumia njia zake na ili watoto wakaweze kurudi shule. Kunaye Mungu atatumia njia zake na ili mtoto wako ama njia zako zikaweze kufunguka. Pigia Yesu makofi kwa ajili ya hayo. Kwa hivyo baada ya hayo kukawa na kikao katika gereza. Ama story niendelee kesho. Nimalizie hapo. Baada ya hayo kukawa na kikao na mapolisi. Wakasema ya kwamba, je, mba ingine akasema, kijana yangu, ungekuwa hapa tungevuna kwa sababu mazao ni mengi. Naye wakati alipata ujumbe ikapitia kwa yule tu. Lakini wakati ilipitia kwa yule mkubwa akaisoma, lakini hakupatiana. Akajua hawa wanatubeba vibaya. Kibahati nzuri au baya, yule mkubwa wa polisi akapigwa transfer. Akaletwa mwingine. Kwa sababu ilikuwa mazoea ya mzee kuandika ujumbe na inarudishwa, akaona andike tena. Akamwambia, kijana yangu, ungekuwa tungevuna mahindi vizuri. Lakini kwa sababu ulisema hii shamba isiguzwe, inaweza kuwa iko na pesa imewekwa chini, utakuja kunionyesha, wacha tu ile mazao ikakae tu, sina uwezo. Wakati yule komanda ambaye mgeni alikuja akasema, okay, kwa sababu file ziko mahali pale,
anasoma, anajua huyu balozi wa Mungu alifungwa kwa sababu ya pesa, alifungwa mambo. So alijua huyu kijana alishikwa kwa sababu ya pesa. Naye akajua hii ni opportunity. Sema opportunity. Hakuambia wale makarau, hakuambia wale wagereza. Alitumia gereza lingine. Alipiga simu kama ilikuwa ni Kamete prison. Akapiga simu wa Momo ile iliko Mwea. So kufanya kitu ambacho hawa ambao amewaongoza wasijue, kwa sababu ashajua ile shamba iko na mahindi ndio iko na pesa. Kwa hivyo alipiga over paka station nyingine. Akasema nahitaji msaada wa lori 3 wafungwa na mapolisi kama 100, tuende tuangalie kitu fulani. Kwa sababu ni mkubwa akapewa. Wakaenda wakavuna mahindi wakichimba. Sasa walikuja paka na ile mabrudoza. Sema mabrudoza. Wakalima mahali pale na ili wapate pesa. Lakini wakasahau, ama yule akasahau ya kwamba ni wakati wa mavuno. Yule kijana anataka wavune na ili waweze kuwekea babake ile msaada. Kwa hivyo baada ya hayo kijana akaandika ujumbe. Akamwambia, dadi, natumai walipanda na wamekuja wamevuna, natumai umewekewa mahali vizuri. Kwa hivyo nataka kusema nini? Yule mzee hata kama kijana yake alikuwa katika jela, kazi yake, maisha yake yalikuwa yanaendelea kwa sababu alikuwa na mtoto ambaye bado alikuwa anamwangalia. Kwa hivyo siku ya leo Mungu anajua maisha yako, na Mungu atatumia kila binu yako ya kujua ya kwamba kuna kitu ambacho unahitaji. Huenda ikawa hutaambia mchungaji. Huenda ikawa kuna mtu ambaye unaweza ambia lakini atomboe siri. Lakini kuna siri moja ambayo haiwezi toka. Siri yako na Mungu. Kwa hivyo siku njema ya leo nataka ujiulize, je, katika ile jambo unapitia Mungu anaweza tumia njia gani? Kama anatumia wafungwa kulima, kama anatumia jeshi kukuja kulima, je, Mungu wetu anakaaje? Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi langu na dua ya kwamba tujue ya kwamba msaada ambao unahitaji waweza toka mahali popote. Bora uamini Mungu na ujue ya kwamba yeye hajakuacha. Na kwa hapo ujue ya kwamba hakuna jaribio linalokuja kushinda wewe isipokuwa ni ile ya kawaida. Ni kumaanisha ya kwamba mambo ambayo utapitia Mungu atatengeneza njia. Nikimalizia katika kitabu cha Romans ama Warumi 8 mstari wa 31, Biblia inasema ya kwamba what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu ako pamoja nasi, nani atakuwa kinyume chetu? Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ukiweka hayo ndani ya moyo wako, jua ya kwamba Mungu atatengeneza njia. Huenda ikawa atatumia mtu ambaye huwezi jua, mtu ambaye hata unaona kana kwamba hawezi kusaidia, lakini katika ile mission haja yako ni ile jambo ambalo unahitaji likaweze kutimia katika jina la Yesu Kristo. Tusimame kwa miguu yetu, tumwambie Mungu atusaidie katika hilo jambo. Mungu akutumie mtu ambaye atakusaidia. Tunaposaidia, tunaposimama katika nafasi ya Haruni na Huri, ambia tu Mungu, nena tu kwa dakika 1. Mwambie Mungu akuongoze katika hiyo nafasi. Mungu amekuwezesha, amekuelimisha siku ya leo. Maisha yako yakaweze kubadilika kwa sababu amekupa nafasi. Wewe ndiye Haroni wa leo katika jina la Yesu Kristo. Musa wetu akichoka mikono, sisi tunamwekea mikono ama tunamsaidia na ili akaweze kutusaidia katika kila jambo. Baba, ni asanti kwa sababu ya watumishi wako siku ya leo. Umetunenea ya kwamba wakati mtumishi wako Musa mikono yake ilipata shinda, akasikia kana kwamba imechoka, kukawa na Haroni na Huri wa kusaidia na ili vita ikaweze kuendelea. Hivyo basi siku njema ya leo, Mungu wangu na Baba yangu, naachilia ukuu wako ndani ya watumishi wako na ndani ya kila mmoja, ya kwamba kile ambacho wanahitaji, Bwana, usaidizi unatoka kwako. Ukaisaidia yule mzee aliyekuwa ni mzee mkongwe, ukamsaidia kupitia kijana yake, akakuja akalimiwa na kila jambo likakuwa sawa sawa. Tunaomba asubuhi jioni njema ya leo ututumie msaada jinsi ambavyo ulituma
katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Mungu tu akusaidie. Huenda ikawa hujanena neno, lakini nena neno kwa saa hii tu. Umnenee, umwambie Mungu, niko hapa Baba, niko hapa, nahitaji msaada wako. Ndio nimejaribu, marafiki wameshindwa, lakini siku ya leo Jehova, kama vile uliongoza mtumishi wako Musa, Baba naomba uniongoze siku ya leo. Waamaleki wakapigwa na Waisraeli kwa sababu Haruni na Huri walikuwa wameshika Musa mikono. Baba, ni asante kwa sababu ya ukuu wako. Asante kwa sababu ya maisha ya kila mmoja. Ninaomba Bwana siku ya leo na kuendelea, ya kwamba kutakuwa na njia ambazo utazitumia. Huenda ikawa hatutazielewa kama macho ya kibinadamu, lakini kupitia hali ya anga, hali ya ulimwengu, Bwana unajua na unajua njia zetu. Ninaomba ukawatumie Bwana msaada. Ninaomba ukatumie kila mmoja msaada. Huenda ikawa utatumia njia ambayo hatutaielewa. Lord, we thank you today, oh God. We say thank you. We honor you. And it's in Jesus' name we say amen. Sema amen. Karibu sana mchungaji.